mwaka, mwezi, wiki na leo imefika. Tunaalikwa sote, twendeni kwa pamoja, twendeni hija, tupate heri na baraka. Twendeni tukamshukuru Mungu kwa zawadi ya imani yetu katika jimbo letu. Twendeni kwa pamoja, twendeni hija, tupate heri na baraka. Twendeni hija. Jina langu ni Padre Emmanuel Pius Chacha, misionari wa Consolata kutoka katika parokia ya Bikira Maria Consolata hapa Mshindo, Iringa. Tarehe 13 kama ulivyosema, kutakuwa na uzinduzi wa kanisa la hija la Bikira Maria Consolata. Kanisa hili la hija litakuwa chini ya misionari wa Consolata na litakuwa vile vile ni kielelezo basi cha karama ya misionari wa Consolata, ambayo ni faraja, hasa kwa wale watu wanaohitaji faraja. Faraja ambayo ni Bwana wetu Yesu Kristo, faraja ya kweli ambayo kwa kupitia mama Bikira Maria Consolata, neno Consolata likiwa na maana ya mfariji, ile mfarijiwa, basi tutaweza kutoa huduma za hija, huduma za safari ya kiroho, huduma za ile safari ya kidini ambayo kwa njia moja au nyingine itawawezesha watu kupata baraka, kuchota baraka katika imani yao na hasa katika maisha yao na katika wokovu. Na kanisa hili la Bikira Maria Consolata tunaweza kusema kama tulivyosema, linakuwa ni kielelezo cha karama ya wamisionari wa Consolata. Basi litakuwa na shughuli mbalimbali. Ukiacha shughuli zile za hija, kutakuwa kuna shughuli nyingine ambazo kwa njia moja au nyingine zitakuwa zinawasaidia watu wote katika basi safari yao ya kiroho. Kutakuwa kwa mfano kuna semina mbalimbali ambazo zitakuwa zikitolewa, lakini vile vile makongamano mbalimbali, kutakuwa kuna mikesha mbalimbali, kutakuwa kuna hasa vile vile shughuli kama za sakramenti ya kitubio ambayo itakuwa inatolewa kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Kutakuwa kuna ibada ya Ekaristi takatifu. Kutakuwa kuna vile vile mafundisho mbalimbali ambayo yanahusu neno la Mungu, yanahusu dini yetu, yanahusu mambo mbalimbali ambayo tunaweza kusema kwa njia moja au nyingine yanaweza kutusaidia hasa katika ile safari yetu ya kiroho ambayo tunaifanya. Tukiwa tunajua kwamba hija ni ile safari ya kiroho inayofanywa katika kuchota basi neema mbalimbali na baraka mbalimbali katika maisha yetu ya Kikristo. Na ni baraka hasa katika jimbo letu hili la Iringa, lakini vile vile na kanisa kwa ujumla, kupata sehemu ambapo basi watu wataweza kuchota shughuli zao, wataweza kuchota neema mbalimbali, wataweza kuchota baraka hasa katika imani yao ya Kikristo. Tunasema kwamba hili kanisa la hija litakuwa na dira ifuatayo. Litakuwa na dira ya kuwa kituo cha imani, lakini kituo cha imani vile vile na uinjilishaji. Maana yake ni kwamba watu wataweza kuchota tunu za Injili na wataweza kuhakikisha kwamba ufalme wa mbinguni unafika sio kwao tu, ila unafika vile vile kwa watu wote. Lakini vile vile tumesema itakuwa ni kituo cha uinjilishaji, ambapo katika kituo hiki cha uinjilishaji watu watahamasishwa kimisionari kupitia semina mbalimbali, kupitia mafunzo mbalimbali, ili waweze
mwenyewe kuwa wamisionari kama Bikira Maria ambaye alimleta Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi vilevile kwa kupitia basi uhamasishaji huo tuwe wamisionari, tuweze kumpeleka Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni faraja kwa watu wote, hasa wale wanaohitaji. Lakini vilevile tunasema kutakuwa kuna malengo mbalimbali ambayo yataweza kufanyika katika kituo hiki. Tunaweza kusema ni kama dhima au vilevile dhamira ya kituo. Kwanza, kama tulivyosema, ni kituo cha hija, na kama ni kituo cha hija basi watu wote wanakaribishwa katika kufanya safari yao ya hija, vikundi mbalimbali au watu binafsi, na kituo hiki kitahakikisha kwamba hawa wanaongozwa katika safari yao ya kiroho na wanaweza kuchota baraka ile inayostahili hasa katika wokovu wao. Lakini vilevile kwa sababu kitakuwa kinalengwa udira ya kuwa kituo cha uinjilishaji, basi watu wataalikwa vilevile kujifunza neno la Mungu katika semina mbalimbali ambazo zitakuwa zikifanyika. Watu watajifunza katika basi maandiko matakatifu, lakini vilevile watajifunza jinsi gani ya kupeleka hii faraja, kuliishi neno la Mungu, kusali kupitia neno la Mungu, lakini kupeleka vilevile faraja kwa watu wengine. Lakini vilevile kituo hiki tunaweza kusema kitahamasisha katika kutoa huduma za kanisa kupitia makuzi ya kiroho. Vilevile watajifunza kuishi karama ile ambayo tunasema karama ya kimisionari, karama ile ya kuweza basi kuonyesha ni kwamba sisi kwa ubatizo sote tunatakiwa tumpeleke Bwana wetu Yesu Kristo pale anapohitaji. Lakini vilevile kitakuwa ni kituo cha kuhamasisha maisha ya kiliturujia kwa kupitia maadhimisho mbalimbali ya sakramenti, kwa mfano Ekaristi na kitubio, na kuhakikisha kwamba waumini wanapata huduma hiyo bila kukoma. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kutakuwa kama tulivyosema, kutakuwa kuna misa mbalimbali katikati ya wiki, na kutakuwa na misa 3 ambazo zitaweza kuwa patia waumini nafasi ya kuweza kuishi safari yao ya kiroho. Tutakuwa tuna misa asubuhi, misa mchana na misa jioni. Lakini katika Dominika tutakuwa vilevile na misa zile ambazo zinaweza kuwasaidia watu na kuwapatia nafasi katika nafasi zao mbalimbali. Tutakuwa na misa 7 siku ya Jumapili. Lakini vilevile katikati ya wiki na katika matukio mbalimbali tutakuwa tuna misa maalumu ambazo zinaweza kugusa labda imani ya watu, kugusa labda malengo ya watu, kugusa ile hali ya watu kutafuta neema na kuishi katika hali ile ambayo tunasema ya kitakatifu zaidi. Maana yake tutagusa makundi mbalimbali. Tunaweza kuwa ni makundi ya wazee, makundi ya watoto, makundi ya vijana, lakini vilevile labda wakina mama wajawazito na watu wenye matatizo mbalimbali. Lakini vilevile tumesema kwamba kitakuwa ni kituo sio cha kuhamasisha kimisionari, lakini vilevile katika imani yetu na vilevile kujifunza neno la Mungu. Basi tumesema kwamba kutakuwa kuna semina mbalimbali, kutakuwa kuna makongamano vilevile na shughuli mbalimbali ambazo zitahusika katika malezi. Kwa mfano kutakuwa kuna mafundisho ya Biblia ambayo tutayatoa kwa ajili ya watu wote, lakini vilevile kwa wale ambao tunaweza kusema wahamasishaji wa Biblia waweze basi kuingia kujikita katika maandiko matakatifu, lakini vilevile kupeleka huo ujumbe kwa watu wengine, kuishi neno la Mungu vilevile na kuwasaidia wengine waweze kuishi neno la Mungu. Kutakuwa kuna malezi ya kimisionari, semina mbalimbali ambazo zitakuwa zinahusu masuala ya kimisionari, hasa tukizingatia ule mwezi wa 10, mwezi wa kimisionari, ili watu waweze kutambua kwamba kiini cha basi kanisa ni lile agizo la kimisionari la Bwana wetu Yesu Kristo. Wao sisi sote kwa ubatizo tupaimara, basi tunaalikwa kuweza kufanya yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia.
anaposema kama Baba alivyonituma mimi nami nawatuma nyie, maana yake ni sisi sote wabatizwa tunaalikwa basi kufanya kitu kama hicho. Kutakuwa kuna mafundisho vile vile kuhusiana labda na dini mbalimbali ili tuweze kujua na kujua jinsi gani tutaweza kuishi hasa katika masuala ya kiekumene na masuala mengine ambayo basi yatatuweka katika hali tunaweza kusema ya urafiki hasa na ndugu zetu wanaotuzunguka. Kutakuwa kuna mafundisho kwa ajili ya vikundi mbalimbali vya kitume kufuatana labda na nia yao, kufuatana na malengo yao, watapata nafasi hiyo. Lakini vile vile tutakuwa vile vile tuna mafundisho maalumu hasa kwa wale tunaweza kusema wale wasomaji wa masomo, kwa sababu wao daima wanalitangaza hilo neno, jinsi gani ya kuweza basi kulitangaza hilo neno na kuishi kufuatana na hayo. Kutakuwa kuna mafungo kama tulivyosema, na basi rosari na mambo mengine mengi ambayo kwa kweli kwa njia moja au nyingine yataweza kusaidia. Na kwa sababu tutakuwa tuna kanisa la kuabudia ambalo ni kanisa kutakuwa kuna maabudio masaa 24, basi vile vile ni sehemu ambapo tutachota kwa njia ya pekee ule uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tutaungana naye na tutaweza basi kumdhihirisha huyo Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu wengine ambaye ndio faraja. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine ili kanisa lina lengo hilo kama tulivyosema, linakuwa ni kielelezo cha karama ya wamisionari wa Konsolata, kupeleka faraja hasa kwa wale watu wanaohitaji faraja hiyo, ambao Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ndio faraja kupitia Mama Maria ambaye ndio mfarijiwa na ndiye anayefariji, ambaye ni misionari wa kwanza ambaye ni mfano wetu. Kituo hiki kama tulivyosema kitakuwa chini ya wamisionari wa Konsolata. Ni wamisionari wa Konsolata ambao ndio watakuwa basi wanakiendesha hichi kituo cha hija, na mimi nilioko hapa basi ndio rekta au gombera wa kituo hiki cha hija. Kituo hiki kwa kweli kimejiandaa kwa sababu kina lengo hilo kama tulivyosema, na wamisionari wa Konsolata wamekuwa hapa kwa muda mrefu. Tunaweza kusema hatuwezi kuzungumza uinjilishaji katika jimbo la Iringa bila kuwagusa wamisionari wa Konsolata. Kwa hiyo hii faraja ambayo wameitoa kwa muda mrefu mpaka sasa hivi tunaweza kusema ni zaidi ya miaka 100, kwa sababu wamefika hapa mwaka 1919. Kwa hiyo wana uhakika wa kuendeleza shughuli zao basi za kuweza kufariji kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo uwepo huu wetu wa misionari wa Konsolata hapa basi ni kielelezo pekee cha kwamba hatuwezi kufanya kwa muda tu, ila tutafanya kwa muda ambao ni mrefu zaidi. Kwa hiyo tumejipanga katika kutoa hii faraja na kuwasaidia watu waweze kutambua kwamba basi wao vile vile wanaweza kutoa faraja hii kwa watu wengine. Kwa hiyo maana yake ni kama tunapanda hiyo mbegu na tunahakikisha kwamba hii mbegu inakuwa na inaendelea. Sawa sawa. Labda katika uzinduzi huu una maana gani hasa kwa watu wa eneo hili la Mshindo? Kwa watu wa eneo la Mshindo ni baraka kwanza kubwa sana. Kwa sababu wanakuwa na sehemu ambapo unaweza kuchota faraja, unaweza kuchota neema. Lakini vile vile wao kitakuwa vile vile itakuwa ni uhamasishaji, kwa sababu wao wenyewe wataona kwamba kumbe wanahitajika vile vile kuwa mwanga kwa watu wengine na kuwa faraja kwa watu wengine. Kwa hiyo itawasaidia kwanza kujihamasisha wao na kumpeleka Kristo kwa watu wengine. Tunasema kwamba huwezi kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo kama hujapata mafunzo kutoka kwake. Yeye aliwaita wanafunzi wake wakae kwake kwanza, wajifunze kutoka kwake, na ndio waende wakamshuhudie kwa watu wengine. Kumbe kituo hiki kitawasaidia hawa wakae, wajifunze, waweze kuipeleka hii baraka kwa watu wengine na faraja kwa watu wengine. Kwa hiyo ni neema kubwa na baraka tele kwa watu wa Mshindo na vile vile watu wa jimbo la Iringa. Sawa sawa. Tunajua kwamba Konsolata na baadhi ya parokia ambazo mnatoa, kwa nini hasa wakasema Mshindo iwe kituo cha kwa nini? Mshindo kwa kwanza kabisa
Mshindo ni kanisa la Bikira Maria Consolata. Unaposema Bikira Maria Consolata, unagusa chanzo kabisa cha wamisionari wa Consolata. Baba Yosefu Alamano, Mtakatifu Yosefu Alamano, amekuwa ni gombera wa kanisa la hija la Consolata kule Turini kwa miaka 46, na ndipo aliweza kuchota, tunaweza kusema, ile roho ya kuweza labda kuwa mkono wa Bikira Maria kwa watu wengine. Pamoja kwamba alikuwa ni padri wa jimbo, alikuwa na hii roho ya kimisionari. Alianzisha mashirika mawili. Shirika la kwanza la wamisionari wa Consolata, mapadre na maburuda, alianzisha tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 1901, na vile vile baada ya miaka 10 baadaye alianzisha masista wamisionari wa Consolata tarehe 29 ile ile mwezi wa kwanza mwaka 1910. Na hii alichota katika kanisa la Bikira Maria Consolata. Yeye mwenyewe anasema mwanzilishi wa shirika la wamisionari wa Consolata sio yeye pase, ila ni yule mama ambaye wamisionari wa Consolata wamechukua jina lake. Kwa hiyo mama mfariji. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hili kanisa ni kielelezo cha huyo mama ambaye ndio tunaweza kusema ni somo na mlezi na mlinzi na mama wa hao wamisionari wa Consolata, ndio maana limechaguliwa kuwa kanisa la hija, kwa sababu ndio linakuwa kielelezo cha faraja na kielelezo cha karama ya wamisionari wa Consolata. Sawa, vipi labda uanzishaji wa kituo hiki italeta fursa gani kwa vijana, hasa kwa upande wa ajira? Kwa upande wa ajira, kwa sababu kutakuwa kuna shughuli nyingi za mahujaji na vitu vile. Kwanza kabisa vijana, tukiacha ile hali yao ya kawaida ya kuweza kujifunza, kuweza kupokea, tunaweza kusema neema mbalimbali katika maisha yao, lakini vile vile wataweza kwa njia moja au nyingine kujifunza mambo mengi ambayo yatakuwa ni fursa katika maisha yao. Wataweza kwanza, tunaweza kusema watajifunza katika uhamasishaji, lakini wamisionari wa Consolata kwa kawaida katika uinjilishaji wetu tunagusa mwanadamu katika hali yake nzima, roho na mwili. Maana yake tunachofanya ni maendeleo ya watu, lakini vile vile tunafanya uinjilishaji. Kwa hiyo tunasema evangelization na human promotion. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine vijana wataweza kuhamasishwa na wataweza kupata fursa ya kuweza basi kwa njia moja au nyingine kuangalia future yao, au tunaweza kusema maisha yao ya mbele, na wataweza kupata, tunaweza kusema njia mbalimbali ambazo zitaweza kuwasaidia kusimama katika maisha yao na kujiendeleza katika maisha yao ya kiroho, lakini vile vile maisha yao ya kimwili. Kwa hiyo kutakuwa kuna fursa vile vile kwa vijana, kutakuwa kuna shughuli mbalimbali ambazo kwa njia moja au nyingine watahusika wao katika kuzifanya ili kuweza kufanikisha hizi shughuli za mahujaji watakaokuwa wanakuja hapa kwa ajili ya kuchota neema mbalimbali na baraka mbalimbali katika kituo hiki cha hija. Asante. Labda wito wako kwa waamini wote ndio unawaambia nini? Wito wangu ni kwamba tumepata baraka hii. Kituo cha hija ni kituo ambacho kinaruhusu tufanye safari yetu ya kiroho, safari yetu ya kidini, safari yetu ya kiroho, kichota neema. Kwa hiyo ni fursa pekee walionayo. Tunawaalika wote waweze basi kutumia fursa hii katika safari yao ya kiroho. Tunajua kutakuwa kuna mambo mengi sana, hapa tumetaja machache. Kutakuwa kuna mambo mengi sana kama tulivyosema, kutakuwa kuna misa mbalimbali, kutakuwa kuna semina mbalimbali, kutakuwa kuna makongamano, kutakuwa kuna mikesha mbalimbali, kutakuwa kuna maabudio, kuna kusali rozari, kuna njia ya msalaba na vitu vingine. Ni fursa kwa kweli ya kuweza kufanya hii safari yetu ya kiroho ili tufike wote pale ambapo tunatakiwa tufike kama basi Ilikuwa mwaka, mwezi, wiki na leo imefika. Tunaalikwa sote, twendeni kwa pamoja, twendeni hija tupate heri na baraka, twendeni tukamshukuru Mungu.
kwa zawadi ya imani yetu katika jimbo letu. Twendeni kwa pamoja, twendeni hija, tupate heri na baraka. Twendeni